Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu tena majira haya, muda huu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Pendo, anataka nizungumze na wewe. Yamkini kuna mambo ambayo umeyasikia, yamkini kuna mambo ambayo umeyaona, yamkini kuna mambo ambayo yanakuumiza. Ifike wakati hayo mambo unayoyaona, unayoyasikia, ukaomboleze kwa ajili ya hayo. Inawezekana kuna mahali umepita pamekuwa ni pa mateso, pa maumivu. Umepita mahali ambapo pamekuwa ni pa machozi. Ifike mahali ukaomboleze na kulia kwa ajili ya hayo. Ukaomboleze na kulia kwa ajili ya hiyo hali ambayo wewe inakuumiza. Kwenye hiyo hali ambayo inatesa maisha yako, kubali kuomboleza na kulia ili Bwana akafanye matengenezo. Ili Bwana akatengeneze pale ambapo panakuumiza majira haya. Kwenye neno la Mungu, kwenye Mika 1:18 anasema, kwa ajili ya hayo nitaomboleza na kulia. Kwa ajili ya hayo ambayo unayasikia, kwa ajili ya hayo ambayo macho yameona, kwa ajili ya hayo ambayo masikio yamesikia, nenda kaomboleze na kulia. Mika anasema nitaomboleza na kulia. Ifike wakati ukubali kuomboleza na kulia kwa hali unayoiona sasa, kwa hali unayoisikia sasa, kwa hali ambayo unaitazama sasa, ambapo nchi inapopita, ambapo viongozi wanakopitia. Kubali kuomboleza na kulia sasa. Mika anasema nitalia kwa ajili ya hayo, nitaomboleza na kulia. Wewe kubali kuomboleza na kulia. Kubali kutafuta wakati ambapo unajua wakati huu ni wakati ambapo nitaomboleza kwenye chumba changu, nitaomboleza kwenye mahali ninapokaa. Nitakubali kulia na kuomba kwa ajili ya nchi yangu. Nitakubali kuomba kwa ajili ya viongozi. Nitakubali kuomba kwa ajili ya makanisa. Yamkini kwa sasa tunapata muda wa kuomba. Yamkini kwa sasa tunapata muda wa kusali kwenye makanisa yetu. Itafika mahali utashindwa kwenda kukesha. Itafika mahali utashindwa kuingia kanisani kwa sababu haukuomboleza kwanza, haukulia kwanza, haukupata muda wa kumwambia Mungu, ninaomboleza kwa ajili ya nchi yangu, ninaomboleza kwa ajili ya taifa langu, ninaomboleza kwa ajili ya viongozi wanaoniongoza. Ifike mahali umwambie Bwana, ninakubali kutii sasa. Ninaenda kuomboleza na kulia kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya taifa langu, kwa ajili ya viongozi wanaoniongoza. Tumekaa kwa mazoea. Tumekaa tukijua tuko kwa nchi ya amani. Tumekaa tukasahau mipaka yetu. Watu wanavuka tukiholela. Watu wanavuka bila taarifa. Watu wanaingia tu. Unatakiwa uombe kwa ajili ya mipaka yako. Uombe kwa ajili ya nchi zinazokuzunguka. Wakiamua kuinua vita, hautalala mpendwa. Wakiamua kuinua vita, hautasinzia. Hautakuwa na muda wa kuomba. Hautakuwa na muda wa kulia. Wakati huu uko na amani ndio wakati wa kuomba. Wakati umekula ukashiba ndio wakati wa kuomba. Wakati una furaha ni wakati wa kuomba. Ukisubiri kwamba uwe na ukose amani ndipo uombe, hautaweza kuomba. Wakati usubiri uwe na maumivu ndio uombe, hautaweza kuomba. Wakati uko na amani ndio wakati wa kuomba. Wakati uko na furaha ndio wakati wa kuomba. Wakati umekula unastarehe ni wakati wa kulia, wa kumwambia Mungu, nchi yangu inaenda kuingia kwenye uchaguzi. Ninaomba amani yako ikatawale. Ninaomba amani yako ikasimame. Mpendwa, ngoja nikwambie, wakati ambapo uko na amani ndio wakati ambapo unahitaji umtafute Mungu. Ndio wakati ambapo unahitaji umtafute Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, Zekaria anasema, nayo nchi itaomboleza, kila jamaa peke yake. Zekaria, nayo nchi itaomboleza, kila jamaa peke yake.
jamaa ya nyumba ya Daudi peke yake na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao na wake zao peke yao. Yani si wakati wa kutafuta mke yuko wapi tukaomboleze, sio wakati wa kutafuta mchungaji wangu yuko wapi tukaomboleze. Ni wakati wa kuomboleza wewe na nyumba yako, ni wakati wa kuomboleza peke yako, ni wakati wa kuiombea nchi peke yako, ni wakati wa kusimama peke yako ukamwambia Mungu, ninasimama mimi na nyumba yangu, ninaiombea Tanzania ikasimame kwenye sehemu uliokusudia, viongozi uliokusudia wakaiongoze nchi. Ninasimama peke yangu kwa zamu yangu, ninaombea nchi yangu peke yako. Usitafute kikundi cha maombi, usitafute kikundi cha waombao. Simama peke yako. Anasema utasimama peke yako, maana ni wakati wa peke yako. Wakati amani inapokosekana, hautakitafuta kikundi cha maombi, hautamtafuta mchungaji wako. Utasema huu ni wakati wa peke yangu, wakati wa kumlingana Bwana, wakati wa kumtafuta Bwana. Wakati unapofika, mwambie Bwana, wakati ni sasa, majira ndiyo haya. Ninaomba amani ya nchi yangu ikatawale, amani iliyokuwepo tangu mwanzo ikaendelee kuwepo. Vita vyatoka wapi? Magombano yatoka wapi? Roho Mtakatifu simama mwenyewe ukaiongoze nchi hii. Yamkini wanadamu tumekuwa na matengano, yamkini tumekuwa na kutokupendana, tumekuwa na kutokuelewana. Ninakuomba Roho Mtakatifu simama mwenyewe ukaiongoze nchi, maana umesema utuombea kwa kuugua pasipoweza kutamkwa. Ukasimame mwenyewe Bwana, ukaiongoze nchi yetu, maana tuko kwenye maumivu. Yamkini wengine wako kwenye kicheko, yamkini wengine wako kwenye furaha kwa sababu changamoto hazione, lakini sisi tunaotazama tuko kwenye maumivu, tuko kwenye kilio, tuko kwenye mashaka makubwa. Simama mwenyewe Bwana. Mwambie Bwana simame mwenyewe, mwambie Bwana simame mwenyewe. Huu ni wakati wa kuomba. Ninakuacha mpendwa, ukaombe majira haya, ukamuite Bwana majira haya. Yes, mruhusu Bwana akafanye jambo jipya. Oh, acha nikuache. Ukiona vema, ingia kwenye maombi ukaiombe nchi yako. Ukiona vema, ingia kwenye maombi ukaombe rais wako. Ombea viongozi wa nchi, ombea viongozi wa kanisa, ombea wachungaji wa kanisa, wachungaji wote wa Tanzania. Hata kama wewe sio Mkristo, wewe kwa dini yako simama ukaombe. Wewe kwa dhehebu lako simama. Wewe kwa imani yako simama ukamwite Bwana kwa ajili ya majira tunayoyaendea. Majira ya uchaguzi ni majira magumu.